mashabiki na wanachama wazuri sana Young Africans. Karibu sana Salmu Young. Niseme asante. Namshukuru Mungu niko 100 chini ya 100 plus. Kama kawaida yangu namshukuru Mungu, afya njema, tukutana na nyinyi wana habari. Basi kubwa ni kumshukuru Mungu na kuomba tufike salama 26. Tulizungumzie sakata la Young Africans kuweka panga, yani kufyeka pale kwenye kikosi Young Africans. Pengine mna lengo gani wana Yanga kufanya kitu kama hicho? Lengo ni kuboresha. Lengo ni kuboresha popote kwenye panga ama kuboresha kuhakikisha kwamba unajenga kikosi safi, kikosi bora chenye ushindani kwenye mashindano ambayo yanaukabili. Kwa hiyo swala kupata panga, mimi nafikiri ni haki ya kila klabu pindi unapofikia msimu wa kufanya hivyo. Lakini Celestine imekuwa ni bonge la mchezaji ambaye alikuwa anaimbwa sana na baadhi ya nilizungumza nanyi mashabiki na mlisema kwamba alikuwa atakuja kufanya makubwa sana, lakini imekuwa kinyume na kama mlivyotarajia. Sasa hivi kuna Okello ambaye mko na tetesi nyingi sana na mchezaji mzuri, pengine mna kipi cha kuzungumzia Allan Okello? Siku zote klabu inakuwa na matarajio mchezaji ambaye inamtaka kumsajili. Unaposema ndugu yangu nani Dumbia na wengine wengi ambao wamesajiliwa kwenye nchi zao ama vilabu vyao wanakuwa wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo hata sisi tunavyowaona, macho yetu tunapowaona yanaona kwa jicho la tatu, lakini kufanya kazi kwenye eneo tofauti inalingana au inategemea na hali ya hewa na mazingira mchezaji ambaye atakuwa amemchukua. Kwa hiyo inawezekana mazingira yako mazuri akuweza kufanya kile ambacho sisi tulitegemea. Kwa hiyo kufanya panga au kuwategemea wachezaji ambao tulitegemea waje kufanya vizuri, afanye hivyo na kuwatoa au kubadilisha, ni mpango wa kazi. Ni mpango wa kazi ili tuweze kujenga kikosi bora zaidi. Allan Okello akitua Young Africans, unadhani atakuja kuongeza kitu gani Jangwani? Kwanza Okello ni mchezaji mkubwa. Mchezaji ambao hata jirani alimtolea macho. Zaidi ya misimu 2-3 kamtolea macho, lakini amemkosa kwa sababu unajua jirani hela hana. Na unavyojua hata ukiwa una hela mjini hapa mwanamke mzuri utamta shemeji tu. Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima upigane navyo. Sisi tumeungana na Okello wakati wote tumeona ndani ya Zanzibar, ndani ya Mapinduzi. Kwa hiyo naamini kabisa ujio wa Okello unakuja kuendeleza ubora wa Yanga Afrika. Mshamalizana naye, mbona ndo Mapinduzi tena? Yanga hatujaye kufeli. Tulikwambia tunadina mtu mpaka dakika ya mwisho. Tulidina Mbuyu Twite mpaka dakika ya mwisho. Tukadina Chama mpaka dakika ya mwisho. Tukadina Shabalala mpaka dakika ya mwisho. Tukadina Mkude mpaka dakika ya mwisho. Na haya tunayokuambia tunadina mpaka dakika ya mwisho. Okello, Allan, Ugandan man yule. Hatari sana mtu. Watu wanategemea kumuona akiwa na jezi ya Yanga Afrika, jezi ya wananchi ndani ya Tanzania, ndani ya Dar es Salaam. Mapinduzi wametegemea kumuona Okello akiwa na Yanga Afrika. Umesikia Mnyama ameshatua na kocha wa Mnyama ameshatua na benchi lake la ufundi. Huu ni ujumbe kwa wapinzani wao kwamba ni kocha anakuja kufanya makubwa sana Tanzania na Mapinduzi. Mmelipokeaje? Pale hata angekuja Mourinho. Pale angekuja Rafa Benitez. Pale kocha yoyote angekuja kutoka Ulaya. Midhali anakuja kuifundisha Simba, klabu ambayo haina uongozi. Klabu ambayo ina watu wa kupeleka kikosi chao, sio kuongoza klabu yao. Hawezi kufanya vizuri. Haina uongozi? Haina uongozi. Na wale nani leo ambao wale sio waongozaji, wao wapelekaji wa kazi. Wale watu wapigaji wa kazi. Umeelewa? Kwa hiyo wakija hao kina nani wote wanakuja kuongoza Simba, anakuja kuharibu CV yake, anakuja kupoteza utu wake. Pindi anakutana na Yanga Afrika ndipo hapo utapona anakabeba begi lake la aibu na kuondoka imani kwake. Sisi kama Yanga Afrika hatumuogopi mtu yoyote katika nchi hii. Mtu yoyote, klabu yoyote nchi hii ambaye anaita kocha mpya, mradi akifika hapa tutaona Yanga Afrika. Ukisha kutana na Yanga Afrika ndio utajua kocha uliyemleta anafaa ama hafai, na wewe utajipa nafasi hapa. Kwa hiyo sisi kama kaja nani, shauri yao. Wamemleta wao na wengine, ajue anakuja kukutana na Yanga Afrika katika ligi ya Tanzania. Hapo ndo kwenye kazi. Mapinduzi ya msimu utakuwa hatari sana. Mapinduzi mzalipo Yanga yeye hatari sana. Mapinduzi kwa Yanga always watu wanafurahia Mapinduzi. Ukiona Yanga yupo watu walalamiki. Kazi ipo tu. Salumu, surprise ambayo umeifanya NMB ni kudhamini kombe la Mapinduzi. Pengine unakuja kuongeza kitu gani? Maana tumeona wameshatoa tuzo kwa mchezaji bora milioni 1. Na ligi yenyewe atakayechukua ni milioni 100 na nusu. Pengine wanaongeza chachu kiasi gani ya mashindano ya? Kwanza unapongeza NMB. Kwenda kudhamini mashindano ya Mapinduzi ni kwenda kuonesha chachu au kuongeza chachu kwa wachezaji na vilabu na timu zenyewe na viongozi kwamba sasa kuna pesa. Mpira ni biashara. Kama ni biashara, watu wasajili vizuri, watu wajipange vizuri kwenda kwenye mafanikio. Hauwezi kuwa na mafanikio
kama unasajili kwa kutokota. Hauwezi kuwa na mafanikio kama unakopa wachezaji uwalipi. Nunua wachezaji, fanya uwekezaji mkubwa wa sahihi. Hapo utaweza kuona NMB inafanya kazi kubwa na wewe utaona matunda yako. Hebu tuje kwenye wachezaji kukopa hapo. Wachezaji timu gani ambayo inakopa wachezaji? Mimi nazungumzia kwa wote. Kuna watu wanakosa wachezaji hawajalipa. Leo mchezaji anafunga mechi 5 6 analalamika. Sisi hatuna haja kulalamika. Mlipe mchezaji utaona uchungu na yeye ataona uchungu wa hela analipwa. Umeelewa? Leo unamchukua Soa ambaye watu wamelia naye, akafungiwa unafanya nini? Umemchukua shilingi ngapi? Mkataba wake ukoje? Kwa hiyo sisi mimi sipendi kuongelea sana huko. Ninachowaambia watu wakawekeze kweli kwenye vilabu vyao. Kama NMB kaona kuna kila sababu ya kuweka pesa kwa mashindano haya, wewe ndio usiweke wewe nani? Kwa hiyo weka, boresha vilabu vyako, boresha wachezaji wako, waipeni Mapinduzi. Mapinduzi inakwenda kuonyesha watu visajili. Tunakwenda kuonesha watu ambao wasajili na Yanga, wengine hawajawahi kuwaona, wataona kupitia hapo Mapinduzi. Neno moja kwa mashabiki kuelekea Mapinduzi Cup kwenye kikosi cha Young Africans. Neno moja kwa mashabiki, tuendelee mshikamano wetu. Tukawape moyo wachezaji wetu ambao wapo. Tukahakikishe tunalinda na kuheshimu nyadhifa au hadhi ya Yanga Afrika kwa mashabiki bora, timu bora yenye mafanikio. Tukachoe kikombe cha Mapinduzi, turudishe nyumbani maana umeelewa? Tukaweza kuheshimisha klabu yetu. Kwa hiyo mimi na imani mashabiki kwa pamoja, nguvu yetu moja, tutafanya vizuri. Tutoke kwa Young Africans tuelekee Taifa Stars ambao jana imeingia kwenye 16 bora. Pengine ni mara yake ya kwanza ndo anaingia kwenye 16 bora. Lakini gunzo kubwa bwana ni kuona 16 bora anakutana na Morocco. Ushindani utakuwa kubwa kiasi gani kutokana na kikosi cha Taifa Stars? Kwanza jambo la kumshukuru Mungu kwa kipindi kirefu, kwa muda mrefu hatuja kufika eneo ambapo tumefika sasa hivi. Maua yake sana bwana Gamondi, maua yao sana uongozi, lakini wachezaji pia kwa kujikomiti na kufanya vizuri, basi kufanya leo wametufuta machozi. Mimi na imani kubwa sana. Tunaona kutana na Morocco. Morocco ndio wenyeji wa mashindano. Unapocheza na mwenyeji wa mashindano lazima ujipange sawa sawa. Ujipange mashabiki, ujipange kwenye pitch, lakini na wewe uwe na mikakati thabiti kuhakikisha unakwenda kucheza na mwenyeji wa mashindano hayo. Kwa hiyo tunategemea mchezo mzuri, mchezo wa mafanikio, na sisi tunahitaji kuionyesha kuweka alama ya Tanzania ndani ya AFCON. Na mimi tutaiweka alama hiyo kwa dua zetu sisi ambao tuko Tanzania, tuko nyumbani, kwa dua nyingi kwenda kwa Zemba huko kule. Kwa hiyo imani tutafanya vizuri. Gamondi amekuwa na ubora kiasi gani kwenye mechi hizi 3? Gamondi amekuwa na ubora mkubwa sana. Na hii ndio tofauti ya Kipala na wengine na nywele. Kipala cha Kiswahili na Kipala cha Kizungu tofauti. Umeelewa? Tulikuwa na mtu na Kipala alikuwa na timu alikuwa anaongoza hapa. Uliona mwenyewe bwana Morocco. Kama jina wa nchi ambayo ina mashindano. Timu ilikuwepo lakini hakuna hata mmoja alikuwa anapenda timu hii. Kila mmoja timu alikuwa anaongea kivyake. Leo hii kuanzia mechi ya kwanza na Nigeria, watu wanakuwa tofauti. Watu tegemea Nigeria angetupiga goli 7, goli 6 kama kawaida, matokeo goli 2 na sisi tupata goli 1. Kitendo cha kupata goli 1 kila mechi, katika mechi 3, cha kupata mechi goli 1, hiyo pekee yake ni improvement kubwa sana katika timu yetu. Kwa hiyo Gamondi ni msifu sana. Mechi ya pili na Uganda tumecheza, matokeo umeyaona. Hii ya 3 na Tunisia, bado umeiona, tumeweza kupata goli 1 na kupata point 1 pia. Kwa hiyo ni mwenendo mzuri na sisi tumuunge mkono na kumpa support kocha wetu. Yuko vizuri zaidi. Tahadhari gani waende nayo Taifa Stars dhidi ya Morocco? Tahadhari backline. Makosa yale lazima tujitahidi kuyaepuka. Kwa sababu watu kama hawa wachezaji wazoefu wana uwezo mkubwa sana kutengeneza makosa, kukutengenezea kufanya makosa. Umeelewa? Eneo lako ya hatari. Wakishaona makosa kwa kina Baka wanafanya yale kupiga watu maloba, hebu tujitahidi makosa kama yale. Kwa hiyo kwenye boxi tuheshimu sana boxi. Wale mpira faul, mpira iliyokufa ni hatari sana. Kwa hiyo tukajitahidi kupambana mipira hiyo, angalau faul ziwe mbele, ziwe juu kuliko chini. Kwa hiyo tukiweza kusimama eneo hayo tuwe kwa dhibiti vizuri, kwa sababu mpira tunao, uwezo unao. Kama unaweza kufika kwenye eneo la adui kwenye sita yake, tuna uwezo wa kufanya vizuri. Na imani kabisa. Mzungumzie Mohamed Hussein. Shomari Salum Kapombe ambaye mechi mbili za mfululizo anakosa kuanza kikosi cha kwanza na anaanza Haji Mnoga. Watu wengi wanatafsiri kwamba kiwango cha Kapombe kimeshuka au kocha kitu gani anafanya. Unadhani kocha anazingatia kitu gani hadi muanzisha Mnoga? Mimi naamini ni rotation tu. Rotation ya wachezaji, lakini mchezaji anakupa nini kwenye uwanja wa mazoezi. Lakini mbali na hapo mwalimu anataka nini kwenye mechi husika. Inawezekana ulichonacho wewe huyu wana. Aina wachezaji wa Morocco au wachezaji wa mashindano haya, wachezaji wengi ni vijana. Wanaweza kukimbia kwenda na kurudi. Umeelewa? Je, unaweza kucheza dakika 90 au dakika 80 angalau? Kwa hiyo mwalimu anachoangalia, ameingia Kapombe, ameingia na huyu bwana mdogo. Akaona hebu nianze na bwana mdogo. Pale anapotokea bwana mdogo, ataingia mkongo kusimamia kazi hiyo. Ndio utaona jana ameingia dakika ya mwisho, kwa kazi kubwa bwana mdogo ameshaifanya kijana, kazi imeenda vizuri. Kwa hiyo mwalimu anaangalia performance yako, uwanja wa mazoezi na nini anataka wakati huo kutokana na mechi husika. Shukrani sana. Asante sana.